Yes, bwana, dakika 90 zimetamatika. Tupo hapa kwa ajili ya kuweza kuchambua huu mchezo kinaga ubaga, huku wakati watani wao kesho kujiandaa na wao kutupa karata yao ya Yanga Day. Simba Day imetia aibu. Mashabiki wanaondoka vichwa chini, hawajui watekee wapi, watekee chooni, watekee wapi. Lugano Israel tupo hapa kwa ajili ya kuweza kuchambua. Lugano, ndio Simba Day imeharibika. Ni aibu na ni fedhea ambao Simba ameipata kwenye mchezo huo kwa kupigwa goli 1-0 dhidi ya Polisi Kenya, na ni mchezo ambao unaweza ukasema Simba hawakuwa na uwezo mkubwa wa kudefine mchezo na kupeleka mashambulizi ambayo ni hatari kwa upande wa Polisi Kenya. Na kama Simba hii ndio ambayo itaenda kucheza mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Mighty Wanderers ya Malawi, sioni kama Simba inaweza ikafanya kitu kikubwa. Inanitisha kitu kimoja, wametoka kwenye mashindano ya kule nchini Rwanda, pengine nikategemea kwamba kuna muunganiko na pengine kuna wachezaji ambao wanaweza kawa na unyumbulifu sasa kwa mara baada ya huo muda, lakini bado unaonekana kama ametoka off season ndo anaingia pre season. Yani bado ni wazito, bado hawana maamuzi. Baadhi ya wachezaji unaweza kaona ni bado wana quality nzuri. Mfano unaweza kumuona Libase Gay, unaweza kumuona Anset Yaura, unaweza kaona pia na unyumbulifu huo. Chama nimemuona, lakini wengi wao uoni kama ni wachezaji ambao wana matamanio, wanataka kupush na vitu kama hivyo. Kama Simba hii ndo ile ambayo inaenda kukutana na Mighty Wanderers ya Malawi, kuna chochote kinaweza katokea. Wana Simba nadhani wanajaribu kuona baadhi ya wachezaji wao. Wengi walitarajia kwenye Simba Day kuna baadhi ya wachezaji angalau wangeenda kuwapa moyo kwamba wanaweza kupromise chochote kwamba huko baadaye inawezekana wakaja kuwa wachezaji wazuri, umeelewa? Au wakapromise kwamba chochote kinaweza katokea wakafanya vitu kwa uzuri. Lakini kwa hali ambayo naiona sasa hivi kwa mchezo dhidi ya Polisi, nimeangalia kwenye eneo la ushambuliaji ambako ndiko kunatakiwa kupeleka effect kubwa ya kupata magoli. Naona bado kuna changamoto. Ukiangalia watu kutoka pembeni, nimejaribu kumwangalia Bakari Msimu, anajikanyaga, bado ana utulivu kwenye miguu yake, anajaribu kufanya mambo mengi sana bila kufanya maamuzi. Lakini Cresto Agalo pia nimemuona ni kama unaweza kusema ni kama Budo ambaye amechangamka, bado hana kitu chochote ambacho unaweza kusema anakuofa cha tofauti. Wachezaji wengi ambao unaweza kawaona ni wachezaji ambao wanapatikana hata kwenye ligi yetu humu, ni namna tu ya kutafuta wachezaji hao na kuwaamini. Basi tu inawezekana ni tabia za kwenda kuwatafuta wachezaji kutoka nje. Unaweza kaona labda ndio wachezaji ambao wana quality, pengine mtu kafunga magoli mengi akakushawishi, lakini mimi binafsi nikimtazama ninaona Simba alikuwa ni nyepesi sana. Yani uoni kama kuna kitu fulani hivi mtu anataka kupushi, ana ambition fulani hivi. Kufungwa goli na Elvis Baranga Lupia ni goli ambalo Simba walikuwa wameshagawanyika, waelewi cha kufanya. Pasi narudi, cutting pass ambayo inakutana na Lupia, anatafuta sehemu ya kupiga. Kuna madhaifu ambayo yako ndani ya Simba, na huwezi kusema kwa sababu kikosi cha kwanza kilitoka basi hiki kingine labda ndio kikosi cha pili, yote unaweza kuvizungumza, lakini hiyo yote ni Simba. Kwa sababu unaweza kaangalia kwenye raundi ya kwanza, kwa maana dakika 45 la kwanza, kikosi kizima ambacho kimeenda ndio kile ambacho nimekiona pia kipindi cha pili. Hakikuwa na mabadiliko, hakukuwa na improvement ya uchezaji, vyote kulikuwa na mapungufu makubwa. Ninavyosema muunganiko ni transition kutoka kwenye eneo la ulinzi kiungo mpaka kwenye ushambuliaji. Ukiangalia sehemu ya ushambuliaji sijaona movement yoyote ambayo ilikuwa ni ya maana sana. Unaweza kusema Simba ilikuwa imetengeneza mfumo au combination nzuri ya kati ya kiungo wa chini juu na ushambuliaji ili kupeleka mashambulizi. Hata mipira ambayo ilikuwa imeenda pembeni haikuwa na madhara yoyote. Kwa hiyo nikitazama Simba kwenye engo nyingine, bado ina safari ndefu. Nakumbuka pia tarehe 12 kuna mchezo wa dabi ya Kariakoo. Hapo ndipo ambapo pananipa mashaka zaidi. Sijui Yanga, mimi sijawaona Yanga toka wamerudi kutoka off season na kufanya pre season yao na vitu vingine, lakini kama Yanga watakuwa na muunganiko ambao unaufahamu, mikimbio kama kina Maxim pia Nzengeli, najua kuna kitu ambacho huenda kikatokea kibaya sana kwenye mchezo. Kama Simba atacheza kama ambavyo wamecheza leo, bado Simba ina safari ya kujiandaa vizuri sana.
Kuna sehemu ambapo nimeona wachezaji wa Kenya, kwa maana Polisi Kenya, walikuwa na ubora mkubwa sana kuliko hata wachezaji wa Simba. Kuna mchezaji mmoja alikuwa na rasta wa Polisi Kenya. Sidhani kama Simba wanatakiwa kulaza damu bila kwenda kumwangalia yule mchezaji na kumhitaji yule mchezaji ajiunge na Simba. Yule jamaa ni mchezaji, unajua, pia ana vision, ana uwezo, ana dribbling nzuri, ana movement. Yaani yule jamaa jina lake nimelisahau kidogo, lakini ni mchezaji ambaye anavaa namba 7 mgongoni, Polisi Kenya. Huyu jamaa kama Simba wakimpata, mfano inawezekana amemaliza kusajili ndio wachezaji wa kigeni, lakini yule ni mchezaji mzuri mwenye spidi kama ya Alibase Geye, na yule anacheza eneo la kiungo. Inawezekana pia akawa na ongezeko lingine zaidi, kwa sababu pia anatumia mguu wa kushoto, ana spidi, ana vision. Of course Simba inawezekana amemaliza kusajili, lakini namuona ni mchezaji ambaye ana matamanio zaidi kuliko wachezaji walioko ndani ya Simba. Nimemuona Luemba anataka kuonyesha kwamba ni mchezaji mzuri kwa kufanya vitu vingi, na hivyo vitu vingi amekuwa akikosea mpaka yeye mwenyewe anajikuta anatoka kwenye mchezo. Hiyo ni changamoto. Kuna dribbling anazifanya ambazo sio za maana, movement za mpira kwenye mguu ambazo hazina maana, kitu ambacho kinaweza kumtoa kwenye njia. Nimemzungumzia Kaleso, pia ni mchezaji wa kawaida ambaye pia kwa wachezaji wa Tanzania wanapatikana. Nishazungumza, Kaleso ni mchezaji ambaye pengine watu sijui kwa sababu ya vile alivyofanya Afrika Kusini, lakini nadhani kama watu walimfuatilia vizuri, kama ana kitu cha ziada ambacho wachezaji wetu wengi humu ndani hawana. Mimi nadhani kuna haja ya Simba kuendelea kujitafakari. Dirisha bado liko wazi. Kuna kitu ambacho pia wakitafute. Mshambuliaji wa mwisho. Sawa, Suleiman Mwalimu anaenda kuongeza namba ndani ya kikosi cha Simba. Lakini Suleiman Mwalimu ni yule ambaye alikuwepo msimu uliopita, ambaye alikuwa anawekwa nje wakati Mwalimu akimtumia kwa maana Elie Mpanzu Kibisawala katika eneo la ushambuliaji. Simba wanahitaji kwenda kumtafuta mchezaji ambaye ni mshambuliaji ambaye ana linki na timu, sio standing striker ambaye anahitaji mipira ya juu kama ambayo ilivyo kwa Ibrahim Dombia. Dombia anawezekana ni mchezaji mzuri wa aina yake, lakini aina ya wachezaji wengi ambao kwa Simba sio wale ambao atamuofa mipira ya kupiga juu, kukutana na piga vichwa. Sijaona kile alichokifanya Dombia. Dombia zaidi ni tachi mbili. Nimeona amepiga kichwa kimetoka nje, akarudisha mpira back pass labda na ule ambao kapiga pembeni, na mwingine akatoa nje. Yaani kama kagusa mipira kama mara 4 hivi. Inahitaji Simba watafute mchezaji katika eneo la ushambuliaji ambaye atakuwa na uwezo mkubwa wa kulinki na timu kwenye kwenda kushambulia, sio kusubiri watengee mpira ndo afunge. La sivyo Simba wasa struggle sana katika eneo hilo kama watashindwa kuamua kufanya mapinduzi ya kumtafuta mtu wa kariba hiyo. Nadhani kutoka kwenye mchezo huu dhidi ya Kenya, Polisi Kenya, kuna jambo ambalo Simba anatakiwa kulifanya. Simba kutoka msimu uliopita standard ambao wameiweka hawajaongeza standard nyingine yote. Mchezaji ambaye nadhani Simba wamelamba dume na ni mchezaji ambaye pia nataka kumpa muda wa kuvumilia na kufanya vizuri ni Jabal. Ibrahim Jabal, mimi binafsi ni mchezaji ambaye nimemuona katika touches kadhaa na mipira kadhaa, movement zake zimekuwa zina effect kubwa sana. Ni mchezaji mzuri, lakini bado Simba wanatakiwa kwenda kutokulala wakatafute wachezaji wa kazi, sio wachezaji ambao wako sasa hivi. Yaani ukiangalia Simba uioni tena kwenda kuvuka hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa jinsi anavyocheza sasa hivi. Yaani mimi mchezaji ambao nimekuambia nimeona mpaka sasa hivi ni wachezaji kama 3 ambao unaona working spirit yao. Of course na Moses Abraham pia nimemuona akiwa na shooting target, lakini pia angalau alikuwa na moto wa kucheza vitu kama hivyo. Lakini asilimia kubwa ya wachezaji wa Simba wako dormant, kitu ambacho kinanitisha pale ambapo atakutana na Mighty Wonders kutoka pale nchini Malawi. Sioni, lakini pia sioni namna ambavyo kama Yanga atakuwa katika ubora, sidhani kama Simba ataweza kutoboa kwa jinsi ambavyo anacheza. Kwa hiyo mimi binafsi nikitazama ninaona kuna kitu ambacho Simba anataka kukifanya kwa siku chache zilizobakia. Licha kwamba amewatambulisha wachezaji, lakini wakubali wanahitaji kuongeza wachezaji wa kazi ili kwenda kukiongezea chachu kikosi, wachezaji ambao wana nguvu, wana uwezo wa kuamua na kuipa Simba matokeo. Kwa hali hii na kufungwa na Polisi, lazima ikawa arati kwao kuongeza ubora wa kikosi cha Simba. Yaani ni kikosi ambacho kinaenda kuwanyongonyeza sana mashabiki wake
hasa kwenye ligi kuu. Kulingana kwa matokeo haya, utulivu ndani ya Simba utaanza kupatikana, lakini ukikumbuka kuelekea kabla ya Simba Day, mvutano ulikuwepo kati ya Mangungu pamoja na kutoka upande wa pili wa mchezaji. Leo siku muhimu sana ya historia, wamefurahi, tamasha lilikuwa zuri, lakini dakika ya mwisho wamenuna mashabiki wanatoka vichochezi. Tutaanza kusikia minong'ono ya huyu mchezaji, huu usajili wa nani, kama ambavyo awali nilisema kabisa kwamba usajili wa Kibabage asifiwe Bagori kwa mujibu wa Ahmed Ally. Sasa wamedondosha alama, kwamba tamasha lao limeondoka likiwa kichwa chini. Tutaanza kusikia mvutano pia ndani na kuelekea mechi ya dabi pia tarehe 12. Nadhani hii inawezekana ikawa mgogoro unaosukumwa tena mwingine. Hiki kitu inawezekana wakajitetea, viongozi wa Simba wakajitetea kwamba timu bado inajitafuta, timu bado inajiweka vizuri, timu imetoka pre-season na huu ni mchezo wa nini, wa kirafiki. Lakini kwa upande wa mashabiki wa Simba Sports Club, tayari wameshaingia ubaridi kwenye moyo wao, tayari wameshaingia unyonge, tayari washaanza kuona dabi ya Kariakoo kwenye ngao ya jamii pale itakayochezwa pale visiwani Zanzibar. Wanaona kabisa uwezekano wa Yanga kuwafunga Simba ni mkubwa sana. Kwa jinsi ambavyo wamecheza, labda tusubiri pia Yanga tuone watachezaje, tuone nao tuwatathmini uwezo wao, jinsi ambavyo wamerudi kutoka pre-season, kutoka off-season, pre-season mpaka kurudi kwenye momentum ya mechi. Labda tuone kwamba wamerudije, lakini nje na hapo ninaona kama Yanga watakuwa na movement kama walivyokuwa na nje kwenye msimu uliopita, sidhani kama Simba hawa wanavyowaona kama wataweza kutoboa mbele ya Yanga. Lakini shida nyingine ni kupenya ngome, yani hakuna njia ambazo wanaweza kazifanya nazoziona zaidi. Njia ambayo nimeiona ya kutoka pembeni kwa Libasegeye ambaye pia alikuwa anakosa huduma katikati ya wachezaji kwenda kufanya nini, kwenda kufunga. Lakini pia kwa Anseti Aura bado Simba mimi naweza kusema Simba itabidi wakatafakari. Hii inawezekana ni kengele ambayo imewagongea mapema kabisa kwamba sasa itabidi wafanye maamuzi magumu. Kuna mchezaji wa kimataifa itabidi aondoke kama namba ameshafikisha, wamlete mchezaji mwingine mkubwa ambaye anaenda kufanya kikosi kiamke. Na hisi kama wachezaji wamelala kutokana na msimu uliopita. Sasa kama wanacheza kwa sababu wanajua namba zao zikoje na wanauka kiasi gani. Nje na hapo Simba sioni kweli kabisa. Mighty Wanderers kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye hatua za awali, sijui kama Simba atakuwa katika hali gani, kwa sababu hata wao pia wanawafuatilia mpaka sasa, wanaona mapungufu ya Simba koje. Lakini kwenye ngao ya jamii sijui itakuwaje, na Simba atakuwa na kati mgumu sana, yani sijui nisemeje. Lakini okay, kwa matokeo haya sasa, Lugano Israeli, Yanga tutaona nafasi gani ikiwa tamasha lao pia na wao linafuata Yanga Day? Pengine wajifunza kwa Simba. Of course kitu cha kujifunza Yanga ni kikubwa sana, ajifunze kwa Simba. Kuwa na tamasha lako alafu unafungwa, yani ni kitu ambacho Yanga wajifunze kwa Simba kwamba wakati mwingine mnaweza mkawafanya mashabiki zenu wajisikie vibaya mkifunga kwenye mechi kama hizi. Yani wewe unatengeza historia miaka 90, si ndio? Alafu unakuja kupoteza kwenye huo mchezo. Ni kitu ambacho Yanga wachukue tu darasa kwa Simba kwamba unaweza ukafungwa hata kama uko nyumbani, maadamu kizembea, kama hujawa tayari. Manake kwenye mpira miguu hakuna favor. Sasa kitu gani ambacho kinatokea mara baada ya kutokea hayo? Maana yake ni nini? Unaenda kuwavunja ambao mashabiki wana nguvu zao. Utajikuta pengine kwenye michezo inayofuata wasitokea hata uwanjani. Kwa hiyo ni kitu ambacho mimi nataka pia Yanga wajifunze kwa Simba. Kilichowatokea hata Yanga kiweze katokea, wasipokuwa makini, wasipokuwa tayari kwenye fighting spirit yao, waweza kukutana na hicho kitu, kwa sababu timu ngeni inakuja, wengi wachezaji wanatamani kujiuza. Hasa Yanga ukiona wametokea wachezaji wanaocheza nao timu ya kutoka Kongo pale ambao wanaenda kucheza nao, ni timu ambayo inajua kuna wachezaji wengi ambao soko lao kubwa liko Tanzania, si ndio? Kwa hiyo watapush, maana yake wanaweza kuwa outshine Yanga. Mwisho siku hata Yanga wenyewe wakatoka tayari wako vichwa chini. Kwa mimi binafsi na washauri sana Yanga wajifunze kwa Simba kilichotokea. Jinsi walivyocheza wakajifunze kwamba wanacheza timu za madaraja ya kati, wanajitafuta timu na wachezaji.
wanataka kutengeneza heshima. Sasa angalia kwa Simba tayari wamepasuka na polisi Kenya. Manake ni nini? Sherehe za Simba zimevurugwa, sherehe za Simba zimebagazwa, na migogoro ya Simba sasa inaweza kaibuka tena kuwa na nguvu. Manake hapa mmeruhusu ule upenyo wa kusema nani kafanya nini, si tokea kitu gani, ni kutoka na mazingira kama haya, lakini ni kwa sababu wachezaji ambao wamecheza kwenye mchezo huo. Sijaona kama walikuwa na working spirit kubwa, uwezo wao, lakini hata usajili mimi sijaona kama ulikuwa uko sahihi. Yanga wana sababu ya kujifunza kwa Simba hiki ambacho kimetokea, na mashabiki lazima wapige milio sana. Chamwicho, Sharulile, utambulisho wa kesho ambao mashabiki wa Yanga wanatamani sana kumuona, ni kivutio kwenye tamasha la Yanga Day. Of course Peter, ni kivutio, na sio kivutio tu kwa tamasha la Yanga Day kwa maana mashabiki wa Tanzania, lakini pia ni kivutio kwa soka la Afrika. Mchezaji ametoka Mamelodi Sundowns ambao ametoka kuchukua ubingwa wa ligi kuu wa ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini walikosa ubingwa wa ligi kuu. Ukienda kwa Orlando Pirates, moja kwa moja unaanza kutazama namna ambavyo watu watataka kwenda kumfuatilia Peter Sharulile, watataka kujua anachezaje, wamepokewaje na vitu kama. Kwa Afrika Kusini macho yao yote yatakuwa Tanzania, wapenda soka wote, lakini Namibia kwao, ambapo yeye ndo captain wa timu hiyo ya taifa ya Namibia, macho yatakuwa Tanzania. Afrika ukizungumzia wachezaji value ambao katika 10 bora, akiwa miongoni mwa wachezaji ambao sasa hivi wanaendelea kucheza, ambao wana magoli mengi kwenye ligi ya Afrika, magoli takribani kama 20 kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Ni miongoni mwa wachezaji ambao wana magoli mengi. Afrika itaenda kumfuatilia mchezaji wao ambaye ana heshima kubwa, anaendeleaje na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nchi tofauti wapenda soka wataenda kufuatilia kwa bwana, Peter Sharulile kutoka Mamelodi Sundowns amejiunga na Young Africans, anafanya nini huko alikoenda. Kwa hiyo kutakuwa na watu wengi ambao watafuatilia mechi ya Yanga dhidi ya timu kutoka pale Kongo.